nguvu ya Omega ni Yesu Kristo. Upako wa Adulam umemkimbilia Bwana, ameabadili maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Ibada ya Shilo, tumetoka kwenye miji yetu kukutana na Bwana. Ni wakati ambao Mungu ametupa thimu hii ya ibada ya Shilo, kwamba tunatoka kwenye miji yetu ili tukakutane na Bwana. Tunaona kwa habari ya wana wa Israeli, Mungu anamwambia Musa watoke kwenye mji ule wa Misri ambao ni mji wa utumwa, waende jangwani wakamtolee Bwana Mungu dhabihu. Lakini lengo la dhabihu, Mungu hakuwa anahitaji dhabihu za wana wa Israeli, bali alikuwa anahitaji kukutana nao ili aseme nao, awape maelekezo. Lakini pia tunaangalia kwa habari ya familia ya mtu mmoja aliitwa Elikana, aliyekuwa na watoto kadhaa kwa mke wake, na alikuwa na wake wawili. Lakini alikuwa akifanya hivyo, Biblia inazungumza kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ile ya kwanza kule chini, anasema alikuwa akienda mwaka kwa mwaka, anaenda Shilo na familia yake. Mwaka kwa mwaka anatoka kwenye mji wake. Biblia inasema Elikana alikuwa ni mtu mcha Mungu, aliyekuwa akitoka kwenye mji wake kwenda Shilo mwaka kwa mwaka. Na kila alipokuwa akienda, Biblia inazungumza alikuwa akiwapa wake zake kila mmoja sadaka sawasawa na hesabu ya watoto wake. Lakini Biblia inazungumza Ana alimpa mara mbili kwa kuwa hakuwa na wana. Kwa hiyo, lakini Biblia inazungumza kwamba walipokuwa akienda kwenye Shilo kule, kulikuwa na hekalu. Hekalu hilo aliyekuwa kuhani, au Waingereza wanasema priesti, alikuwa ni kuhani Eli, ndo alikuwa anasimamia lile hekalu. Na kila mmoja alipokuwa akienda kwenye ule mwaka, alikuwa anaenda na mahitaji yake, anaenda na watoto wake, familia yake, mke, mume na kila kitu, lakini wanaenda na dhabihu ili kukutana na Mungu. Kwa hiyo nikafundisha nikasema, lengo la Mungu akitaka kutualika mwaliko maalum ili tukutane na yeye, huwa anafanya kitu kimoja. Anatutaka twende mahali fulani tukamtolee Mungu sadaka. Pengine watu wanaweza ukasikia ndani yako, unasikia kwenda kwenye kituo cha watoto yatima, wengine unasikia kwenda kwenye kituo cha wajane au kuwasaidia, lakini ndani ya utoaji huwa kuna sauti ya Mungu, huwa kuna namna Mungu anataka kusema na watu wake. Mwaka huu Mungu ametupa nafasi ya kuja Jumapili ya tarehe 1 mwezi wa pili. Ibada yetu itaanza yale majira ya saa 2 kamili. Yale majira ya saa 2 kamili tutakuwa tuko hapa, na watu wengine wanatoka mikoa mbalimbali ya nchi ya Tanzania, wilaya mbalimbali, nchi jirani Kenya, Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda, nchi za mbali na Marekani, mabara ya Asia na kila mahali ya kona ya dunia kuja mahali hapa. Kwa nini? Kwa sababu tumesema awamu hii ibada yetu itaitwa ibada ya Shilo. Maana yake nimetoka kwenye mji wangu kuja kukutana na Bwana. Kwa tutakuja hapa na familia zetu, wake, waume, watoto, wazee, vijana, kuja kumshangilia Bwana Yesu, lakini kuja kukutana naye ili ayabadili maisha yetu na tusikie Mungu anataka nini. Kwa hiyo siku hiyo tutakuwa tunakuja tumebeba na dhabihu zetu za malimbuko yetu. Dhabihu zetu za malimbuko yetu, sadaka za dhabihu kwa ajili ya malimbuko yetu ya mwaka mzima. Mwezi wa kwanza, kile kipato ambacho Mungu ametupatia. Kwa hiyo nikualike kabisa kwamba ibada hiyo itakuwa ni ibada ya tofauti sana, itakuwa ni ibada iliyojaa utukufu. Mzee wa siku, Bwana wetu Yesu Kristo atashuka kutuhudumia. Kwa hiyo siku hiyo pia tutakuwa na matukio mbalimbali yatakayokuwa yanaendelea. Cha kwanza, tutamtolea Bwana Mungu dhabihu zetu kwenye madhabahu. Watu wataingia huku madhabahuni, watakuwa wakiomba kiwa na familia zao. Tunaomba, unazunguka, unaomba, unapiga magoti, unaomba. We pray without ceasing. Tunaomba bila kukoma. Kwa tutaomba, tutazunguka, unaenda kwenye kona yako na dhabihu yako unamlilia Mungu. Unaenda kwenye kona yako na dhabihu yako ya machozi unalilia na Mungu wako. Unalilia juu ya uzao wako, unalilia juu ya ndoa yako, unalilia juu ya biashara yako, unalilia juu ya uchumi wako, unalilia chochote kile ambacho ndani yako kimebebwa. Tunakumbuka Ana alipoenda Shilo. Ana siku zote alikuwa anaenda Shilo, lakini alisema kwamba Shilo ya mwaka huu, au kutaniko la kwenda kutana na Bwana mwaka huu, ninaenda na ombi langu moja ambalo Mungu anataka unitendee. Yeye akabeba kwa habari ya ombi lake la uzao. Akasema mwaka huu Mungu lazima ajibu jambo lililokuwa gumu kwenye maisha yangu.
kama ambavyo kwenye fomu yako tumekuandikia andiko la Luka sura ya 1 mstari wa 37, yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo Ana akawa anaomba. Watu wengine wako kwenye starehe, wanasali kikawaida, wameenda kupumzika. Yeye Ana hakutaka kupumzika, sababu Shilo ilikuwa ni mara moja tu kwa mwaka. Ana akaomba mpaka midomo yake inatetemeka. Kwani Eli alipokuja akamwambia Ana, utakuwa katika ulevi hata lini, mwanamke usiyefaa? Ana akamwambia Eli, bwana wangu, mimi si mwanamke nisiyefaa, bali nimeumimina moyo wangu kwa Bwana. Chukua hiyo point, nimemimina moyo wangu kwa Bwana. Chukua hiyo point, nimeumimina moyo wangu kwa Bwana. Eli akamwambia Ana, inuka, nenda kwa amani, na Bwana atakujibu sawasawa na teso lako na ombi lako ulilomuomba. Ana akaweka nadhiri akasema, Bwana, ikiwa utamkumbuka mjakazi wako ukamjibu teso lake, ndipo nitakapokutumikia na mtoto huyu nitamfanya kuwa mtumishi wako. Ana anaweka hiyo point, nimeumimina. Kwa Jumapili, mimina moyo wako na dhabihu yako, lia, omba. Tutakuwa tunapanda madhabahuni, tunaomba, tunapiga magoti, tunaomba, tunaenda, lakini itakuwa ni ibada ya kupita juu ya madhabahu. Kila madhabahu, Biblia inazungumza kwa habari ya mtu mmoja alikuwa amekutana na Yesu. Yesu akamuita yule mtu akamwambia, njoo, akamsia mwekee mikono. Lakini Biblia inasema Yesu hakumwekea mikono, akamtoa nje ya kijiji, ndipo akamtemea mate ya macho na akaweka mikono juu yake. Biblia inasema akamwambia hata kijijini usiingie. Kumbe upofu wa yule ndugu ulikuwa chanzo ni kijijini, madhabahu za kijijini. Mwaka huu tumesema ni mwaka wa kuhamishwa na kuinuka. Kwa hiyo kitendo cha kupita kwenye madhabahu, maana yake utakuwa unahamishwa kwenye madhabahu za kijijini kwenu. Tunahamishwa kwenye madhabahu za asili, tunahamishwa kwenye madhabahu za magonjwa, madhabahu za umaskini, madhabahu za madeni, madhabahu za mateso. Kila aina ya madhabahu yoyote iliyofunga maisha yetu lazima ihamishwe. Madhabahu yoyote iliyofunga maisha yetu lazima ihamishwe. Zitahamishwa madhabahu zote, tutavunja madhabahu zote. Biblia inazungumza kwa habari ya Gideon. Yule malaika anamtokea anasema, nenda kavunje madhabahu ya baba yako ya miaka 7 na ukaikate Ashera iliyoko jirani naye. Ilikuwa ni madhabahu ya umaskini ya baba yake na Gideon, na alipoenda akaivunja, akasema utatoa ng'ombe wa miaka 7, utaivunja madhabahu. Lakini siku hiyo tutakuwa tunaingia kwenye pool of Bethsaida. Amen, pool of Bethsaida. Wengi tumekuwa tunaona maji yanamwagika hapa, lakini siku hiyo utapata neema ya kuingia na kuomba. Utaomba, utatakaswa. Kwenye Ezekieli, kitabu cha Ezekieli sura ile ya 16 mstari wa 3 kama mstari wa 1 mpaka wa 5, kuna mahali Biblia inasema haukuoshwa kwa maji ili usafishwe. Kuna watu wana roho za kukataliwa, vifungo. Siku hiyo utakuja, utalia na watoto wako. Biblia inasema haukuoshwa kwa maji ili utakaswe, haukuoshwa kwa maji. Kwa kuna watu wana roho za kukataliwa. Kwenye ulimwengu wa giza, mtu anakupiga uchawi unaitwa mafundofundo, mafundofundo. Kwa hiyo unakataliwa kila mahali, hakuna kitu kinachoenda. Siku hiyo tutakuwa tunaukaribia msalaba wa Yesu, mahali ambapo tulipata wokovu. Mungu atatukumbuka katika msalaba wake. Tutaomba madhabahuni, kuna mambo mengi sana tutakuwa tukiomba. Tunaomba, Mungu atakumbuka maombi yetu. Kwa utapita hapa na familia yako, utanawa uso wako, utanawa mikono yako, utaitakasa, utatakasa miguu yako. Kila kitu kitatakaswa siku hiyo. Haleluya! Kila kitu kitatakaswa. Utanawa mikono yako, utanawa uso wako, utayaosha mavazi yako. Utamwambia Mungu, mwaka huu ninaomba utakaso, unitakase, unioshe. Kama ni magonjwa, wengine utakunywa hayo maji, ukinywa wengine watatapika. Kama kuna uchawi, ushirikina, uganga, mapepo, nguvu za giza, kila aina ya uchawi na ushirikina vitaondoka na tutatakaswa. Haleluya! Kwa hiyo nakukaribisha sana kwenye hiyo ibada. Nakukaribisha sana kwenye hiyo ibada. Ibada hiyo itajaa uwepo wa Mungu.
Mzee wa siku atashuka hapa, neema ya Mungu itaongezeka. Lakini baada ya hapo tutaenda kwenye msalaba. Msalabani Yesu alisema, kila atakayekula mwili wangu na kunywa damu yangu, ajapokufa atakuwa anaishi. Kwa hiyo siku hiyo tutakuwa na meza ya Bwana. Baada ya kupita hapa, watu wote watakuwa wamekaa huko chini tena. Tunapomaliza hili zoezi, tunashiriki meza ya Bwana, Holy Communion. Holy Communion by the blood of Jesus, precious blood, damu ya thamani, damu isiyokuwa na waa, damu inayonena mema. Tutashiriki meza ya Bwana. Kwa hiyo karibu sana kwenye ibada hiyo, na Mungu akubariki sana, kwa sababu ibada hiyo itajaa neema, utukufu. Ninakukaribisha sana. Mungu akakupe kibali, Mungu akupe neema, Mungu akutoe kwenye mji wako uje Shilo. Shilo ya mwaka huu, ibada ya Shilo ya mwaka huu hautoisahau kamwe. Ibada ya Shilo ya mwaka huu itageuza maisha yako. Ibada ya Shilo ya mwaka huu itabadilisha jina lako. Ibada ya Shilo ya mwaka huu watu watakusahau kama ndugu zake Yusufu walivyomsahau. Na wewe ndugu zako waliokudhihaki, waliokutendea mabaya, waliokutukana, waliokudhalau, watakusahau. Mungu akubariki na kuombea neema ya Yesu Kristo, na kuombea upenyo katika safari yako, na kuombea ulinzi katika safari yako. Don't miss. Mungu akusaidie wewe na familia yako. Bwana akutendee wepesi. Bwana aitie miguu yako wepesi. Bwana afungue njia za kuja huku. Bwana afungue nauri. Bwana afungue uchumi wa kusafiri. Bwana akulinde njiani usipate ajali, wala wanyang'anyi wasikudhuru, katika jina la Yesu. You are welcome. I can't wait to see you in Jesus' name. God bless you. I love you, but Jesus loves you more. In Jesus Christ's name, let love lead in Jesus' name. Amen, amen. Good morning. Shalom, shalom. In Jesus' name, amen. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV Other Channel. YouTube andika Hallelujah ya Kiswahili kisha malizia na TV. Instagram TikTok kusoma. Kuna watu walikuwa na akili wanakuwa wa kwanza darasani lakini hawakufika chuo kikuu. Facebook na X kote kwa jina moja la Prophet Rolinga. Watu sahihi wa mwilini wanavutwa na nguvu sahihi ya rohoni. Sikiliza pia Hallelujah FM kupitia Radio Box. Utabarikiwa. Kuna nguvu ndani ambayo inathibitisha